Habari ya kwako mtazamaji wa Mafie TV, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia mwanafamilia wa Mafie TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kama ndio kwa mara yako ya kwanza unatufuatilia Mafie TV. Bwana, leo tunakupenyezea story moja kuhusiana na kikosi cha Simba kutokana na ubovu ambao wamekuwa nao kwa takriban msimu mzima, msimu 2024-2025 ambao haukuwa wa matunda kwao, ambapo wamepoteza kila kitu ambacho wao walikuwa wanakiwania msimu huu, ikiwa ni pamoja na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo walifanikiwa kufika hatua ya finali na kupoteza kwa aggregate ya goli 3-1 dhidi ya kikosi cha RC Berkane kutokea pale nchini Morocco. Lakini wakaja kupoteza michuano ya kombe la CRDB hapa nyumbani kwa kutolewa katika hatua ya nusu finali na kikosi cha Singida Black Stars kwa ushindi wa goli 3-1, lakini vile vile na kupoteza mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara dhidi ya Young Africans kwa bao 2-0 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na kumpa ubingwa Young Africans, ambapo ndipo Young Africans alipata taji kwenye mikono ya Young Africans, ama alimnganganya tonge mdomoni Simba kwenye mchezo ambao walicheza Juni 25. Umekuwa msimu mbaya. Sasa tuangalie nini ambacho kimesababisha Simba wakashindwa kupata matokeo mazuri kwenye michezo yao ambayo wamecheza. Cha kwanza, sehemu ambapo walishindwa kuwini ubingwa ni mchezo ambao walikwenda sare dhidi ya kikosi cha Fountain Gate, usare ya goli 1-1, timu ambayo imekwenda kucheza playoff baada ya msimu kumalizika. Lakini vile vile wao wakapoteza mchezo ambao walipoteza dhidi ya Young Africans. Simba wamewapa Young Africans alama 3 katika duru la kwanza na duru la pili, yani alama 6 wamewagaia Young Africans. Hii ikiwa ni muendelezo wa timu zote 12 zilizopo katika ligi yetu ya NBC Tanzania bara kuwapa Young Africans alama 6-6. Alama 6-6 katika msimu mzima, ikiwa yumo naye Simba ambaye ametoa alama 6 kwa Young Africans. Simba walikuwa wabovu kwenye eneo la ushambuliaji, walishindwa kuwa na mtu ambaye ni smart kwenye upande wa kufunga kwenye kila mchezo ambao ulikuwa unahitaji maamuzi kwenye eneo la ushambuliaji. Ndipo ambapo tuliona Simba wamekuwa dhaifu hali na wakashindwa kutengeneza timu ambayo inatoa matokeo ambayo ni mazuri, na hii imesababishwa na timu nyingine kuona namna ambavyo wamekuwa wanacheza na timu zao zimekuwa zikipata matokeo, na imesababishwa na namna ambavyo wao walishindwa kutengeneza timu yao na kuleta manufaa kwenye eneo la uchezaji katika nafasi ambazo wanatengeneza. Hii inaleta taswira ya kwamba Simba wanapaswa kuingia sokoni kutafuta wachezaji ambao wana quality, na ukiangalia wachezaji ambao wamedeliver kwa msimu mzima tunaweza tukasema ni Elie Mpanzu Kibisawala ambaye ameingia dirisha dogo la usajili, lakini tunaangalia Mukwala ambaye ameingia katika dirisha kubwa la usajili la msimu uliopita, lakini ukiangalia una Wa ambaye ameingia dirisha kubwa la usajili. Na ubaya wa wachezaji wote ambao hawa wanao katika dirisha hili ni kwamba wana wachezaji wengi ambao wanasogeleana karibu, ikiwa mikataba yao inakwenda kumalizika. Mikataba inamalizika huku shida ikiwa wanatakiwa kutafuta wachezaji ambao wanaamini kwenye wataleta quality kwenye timu yao, na hiyo quality itakwenda kuamua maamuzi. Wanapaswa kwanza kusalia na wachezaji ambao walikuwa na ubora kwa msimu mzima, ambao wameonyesha performance ya hali ya juu. Ukiwakalculate utakuwa na wachezaji wachache ambao wameonyesha ubora huo. Maana yake kuanzia kwa goalkeeper mpaka kwenye eneo la ushambuliaji almost utabakiwa na wachezaji kama 13 ama 14 ambao wamekuwa na performance nzuri na wamekuwa chini ya matakwa ya mwalimu na wameonyesha performance nzuri. Hapa tukimzungumzia mtu kama Elie Mpanzu Kibisawala, ni mchezaji ambaye ameingia muda mchache kwenye timu, lakini ameonyesha matokeo mazuri na matokeo ambayo yameleta mwanya ama yameleta kitu kizuri kwenye upande wa kikosi cha Simba Sport Club. Lakini tukizungumzia mchezaji mwingine hapa tuna Awa ambaye ndiye top scorer ndani ya kikosi cha Simba, lakini ndio top scorer kwenye ligi yetu ya NBC Tanzania bara, lakini ndio mchezaji ambaye amekuwa top kwenye upande wa assist kwenye kikosi cha Simba Sport Club, na ndio mchezaji ambaye amekuwa MVP kwa upande wa kikosi cha Simba. Kwa hiyo kama kwa tuzo za club, maana yake Simba ana mchezaji mmoja ambaye amedeliver
kiasi kikubwa ambaye hapa tunamuongelea Ahoua. Ukija kwenye upande wa namna ambavyo wamecheza kwa wachezaji wengine, ukija kwa Mkwala amekuwa ni mchezaji best sana kwa upande wa kikosi cha Simba. Sasa kilicho wafelisha Simba ni namna ambavyo wao walikuwa wanaandaa setup yao uwanjani, namna ambavyo walikuwa wanapata matokeo ambayo sio ya kuridhisha kwao. Michezo ambayo imekwenda sare ndio imewanyima ubingwa msimu huu, lakini namna ambavyo wameshindwa ku approach game zao nyuma ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo to me naamini kwamba wao kilicho wanyima ubingwa ni aina wachezaji ambao wamekuwa nao. Wamekuwa na wachezaji ambao bado sio machua kiasi hicho kwamba wanaweza wakawatetea, wakawa wanatetea club, wakawa na maamuzi ya club kwa muda ambao wamekuwa nao. Kama mchezaji hayupo kwenye maamuzi yaliyo bora kwenye timu, maana yake Pacific anashindwa kukuletea matokeo ambayo mwenyewe ulikuwa unahitaji, na Simba walikuwa wanahitaji kufikia malengo yao kwa takriban kwa msimu huu. Eneo ambalo unaweza ukasema Simba kwao wamefanikiwa kwa msimu huu ni eneo ambalo wamelifikia, eneo la finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku unaweza ukaika asilimia takriban 75 wamefanikiwa, walau hapo wamefanikiwa, kwa sababu kwa misimu takriban 6 na nyuma wamekuwa kiishia robo final, lakini msimu huu wamefanikiwa kufika hatua ya finali, ambapo ndipo watu wengi walikuwa wanaangalia wataishia wapi, wataenda wapi na namna ambavyo watakuwa wanacheza. Kama unaweza kucheza game zako vizuri kwa win kwenye international game, maana yake waliamini na home watacheza vizuri, watawin, jambo ambalo kama wangewin vizuri hivyo kuanzia raundi ya kwanza mpaka raundi ya pili, wangekuwa wanajua namna ambavyo wao wangeweza kutoa matokeo. Na special kwa ligi ya nyumbani, Simba ana takriban misimu 4 hii sasa hajatoa ubingwa, na amekuwa kiwa nyuma ya Young Africans kwa misimu kadhaa, na hii haileti picha nzuri kwa upande wao, kwa sababu wanajua sehemu ya kuleta burudani kwa mashabiki wao ni kuwapa ubingwa nyumbani wakiwa wamemfunga Young Africans. Sasa wao wameshindwa kuwapa furaha mojawapo ya kumfunga Young Africans, na mashabiki nao wakao wako kwenye furaha ya kilele kwamba nyinyi mmechukua ubingwa lakini hamjatufunga. Lakini Yanga ana faida hiyo ya kusema kwamba tumechukua ubingwa lakini tumewafunga nyinyi. Kwa hiyo unaona ni kuna utofauti kidogo hapo kwa upande wa hizi vilabu. Simba ambacho wanapaswa kukifanya kwanza ni kuongeza nguvu kwa wachezaji ambao walimu watamhitaji. Njoo kwenye eneo la kiungo, njoo kwenye eneo la ushambuliaji, njoo kwenye eneo la match analyst. Watakiwa na watu ambao wanajua kufanya kazi iliyo bora. Yaani unapozungumzia eneo la ushambuliaji, uwe na mshambuliaji ambaye anaweza kukuofa kwa msimu mzima takriban goli 15, 15 goals kwa kila michezo, sababu una michezo 30 ambayo ni ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Una michezo takriban 7 pengine ya kombe la shirikisho CRDB. Una michezo takriban 8 ya michuano ama michezo 9 ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ama michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kuna Super Cup barani Afrika ambayo tunajua hipo. Maana yake ukiweza kuwa na watu ambao kwenye michezo takriban 40 yanakofa goli 32 ama kwenye michezo 58 ambayo itakuwepo kwa msimu mzima, basi ana uwezo wa kukofa hizo goli. Maana yake ni mshambuliaji mzuri. Lakini kwa Simba amekuwa na mshambuliaji ambaye ni Mkwala, ambaye kwenye michezo yote hiyo hajafikisha hizo goli. Maana yake bado sio mtu ambaye anaweza ukamtegemea sana. Licha kwamba kwake anaona ni deliver kubwa, na watu wakiangalia kwenye statistics na ambazo yupo nazo, tunaweza tukasema amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa msimu mzima kutokana na namna ambavyo amekuwa amefanya matokeo ya Simba kwa bora kutokea mguuni kwake, na magoli ambayo amefunga yamekuwa yana deliver kiasi fulani kwa upande wa kikosi cha Simba. Bora usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata update mbalimbali ambazo sisi tutakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafia TV. Mwanafamilia wa Mafia TV, enjoy na habari za kimichezo ambazo sisi tunakuwekea hapa.